أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على يقول الله سبحانه وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء أو جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika kuendelea na neema alizowapangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake wema katika pepo. Tulizigawanya neema hizi katika zigawanyo ziwili. Tukiziamkua kigawanyo cha kwanza ni an-ni'amul jismaniya, neema za kimwili, na tukiziamkua kigawanyo cha pili an-ni'amu al-ma'nawiya au ruhiya, neema za kiroho ama neema za kinafsi. Katika kuzihisabu neema za kimwili, katika juma lililopita tulizungumzia masala ya zombo za nyumba na matandishi, matandiko yatakao kutandikwa na mavazi na mapambo ya watu wa peponi. Leo tumefika kwenye kifungu cha waki. Ilipokuwa mwanadamu kwa maumbile alomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile maumbile ya takriban zitu zote duniani, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba huu ulimwengu katika kanuni hii ya mbea mbili, kila zitu ni ziwili ziwili. Subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mwenyezi Mungu asema utakatifu wa mawi mbwake yeye Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbea azwaj. Subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha, zote mimma tunbitu al-ard, sawa ikiwa ni katika mimea inaumea katika ardhi, wa min anfusihim, au ni katika nafsi zao wao wanadamu, wa mimma la ya'lamun, na katika zitu wasozijua ambao kila leo elimu yatugundulia mengi katika haya ambao Mwenyezi Mungu kabla ya karne 14 alizungumza wa mimma la ya'lamun. Kuna mijadala mirefu ambayo sitaki kuingia kuhusu lengo la maumbile. Kila madrasa, kila madhhab yana mtazamo wake, na nikizungumza madhhab hapa nazungumza madhhab kwa maana pana zaidi, si madhhab tu kwa maana madhhab ya kidini. Kuna watu wanatasawur kwamba ulimwenguni wao wako wamezaliwa ni kuishi na kufa na kula na kulala basi, na mutu wa nahya basi, kama inavyotuambia Qur'an, tutaishi tutakufa. Hawana hadaf, hawana lengo. Lakini nadharia ya Kiislamu yatuambia sisi tuko ulimwenguni kwa lengo, na lengo la kuweko sisi ulimwenguni ni alwusulu ila alkamal, ni kufikia ukamilifu, kwa sababu mwanadamu kama vile kimwili hazaliwi mkamilifu,
Kama vile katika nguvu zake za kinafsi na nguvu zake za kiakili, akizaliwa huwa kuna naqs, na kupitia malezi na kukua na tajruba na uzoefu akawa yuwakimbilia katika ukamilifu. Mwenyezi Mungu atuambia, tuliwatoa nyinyi min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, kisha mukatembea. Kama vile hapa duniani aanza mwanadamu min dhafin, katika udhaifu, katika upungufu, katika unyonge, kisha akitapilia kusikilia katika ukamilifu. Vile vile maisha yote ya dunia ukiyasoma ni maandalizi ya kumwandaa mwanadamu kumfikisha katika akhira, tukimbilia kwenye ukamilifu. Kwa hivyo lengo la kuumbwa sisi ni kwenda katika ukamilifu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Juhudi zako zote, mbio zako, wakimbilia kwa Mola wako. Na kukimbilia huku si kukimbilia kimakani, yani si kwamba twatoka mahali twenda mahala kukutana na Mungu, la, ni safari ya kinafsi, ni safari ya kiruhu. Twatapilia zile sifa za Mungu za ukamilifu ili tupate mkuruba wake. Sinyi mwaisoma ile hadithi al-Quds na unena kwamba mja huikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa faradhi, akaengeza akaikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa sunna, akaendelea katika safari hii ya kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu mpaka akafika wakati Mwenyezi Mungu akanena, mpaka mimi nikawa ndiyo sikio lake anaosikia nalo, mimi ndiyo ulimi wake anaonena nao, mimi ndiyo guu lake analotembea nalo, na mimi ndiyo mkono wake. Si kwa maana Mwenyezi Mungu hubadilika akawa ni sikio lako wala guu lako, ni kwa maana hufika wakati ukatakhallaq wa akhlaqillah, kama Mtume alivyotuambia, takhallaqu bi akhlaqillah, jipambeni kwa sifa za Mungu. Mwenyezi Mungu ni karim, kimbiliani ukarimu. Mwenyezi Mungu ni alim, kimbiliani elimu. Mwenyezi Mungu mpaka mwisho ni aziz. Hii ni safari. Pengine mwingine anaweza kuniambia, Ustadhi, sisi tumesoma kwenye Qur'ani lengo ni kuabudu, mbona wewe watuambia lengo ni ukusikilia ukamilifu? Qur'ani imetuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa. Naam, hatujakosana. Ibada sio lengo. Ibada ndiyo chombo na ngazi ambayo Mwenyezi Mungu ametuchorea tutembee kupitia hizi ibada kwenda kwenye huo ukamilifu. Ile swala unaoswali ni wasila wa kuilea nafsi yako kukufikisha kwenye ukamilifu. Ile saumu unayoifunga ni wasila wa nafsi yako kuilea la'allakum tattaqun, kukufikisha kwenye takwa. Ukiziangalia ibada zote ni mfumo kamili ambao Mwenyezi Mungu ameuweka, lengo na shabaha ni kumfikisha mwanadamu katika safari yake ya kwenda katika ukamilifu, katika kujilelea kinafsi. Lakini ilipokuwa, sitaki kuzungumza haya, nimewambia ni utangulizi tu, ilipokuwa Mwenyezi Mungu ameuumba ulimwengu kwa kanunu zaujia, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Ilikuwa maana ya zaujia, kimoya hakiwezi kusafiri bila ya cha pili, zakamilishana katika safari yao ya kufika kwenye ukamilifu. Zauji amkamilisha zauji wa pili ndio wafikie kwenye ukamilifu. Na ndio utaona moja kwa moja Mwenyezi Mungu alipomuumba Nabii Allah Adam alimuumbia nani? Kisha akamwambia ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha raghadan haythu shi'tuma wala taqraba. Amri ya kwanza iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu imeelekezwa kwa wawili. Iangalie sigha ya aya. Kwa wale wajuao kawaid za nahwu, zote ni amri ya nani? Ya muthanna.
wa zawjuka aljanna wa kulani nyinyi wawili katika hiyo pepo, ragadan haithu shi'tuma wala taqraba, wala nyinyi wawili musikurubie. Moja hapa kwa asisiwa sasa safari ya kwenda katika ukamilifu, wakiwa wawili wakamilishana, mmoja bila ya mwenda haiwezekani. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, amewaumba nyinyi na wake wenu ili ndio kupatikane sakina. Kwa hivyo sawa, ikiwa ni katika safari ya kwenda kwenye ukamilifu, hatuwezi kwenda mmoja mmoja. Sawa, ikiwa ni katika masala ya kutafuta saada, raha na wasaa, ile wanaoita happiness katika ulimwengu, haipatikani bila vitu hizi viwili kutangamana. Ikiwa ni sakina, ikiwa ni aina yoyote ya raha, utaiona mwanadamu nawe milionia, amiliki kila kitu, maadamu hakuyawa na wapili wake pambizoni, atajiona bado hajapata istiqrar. Sasa hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikuja kuliakidisha kwamba na akhira tutakapokuwa kwenye pepo, poa mito, tumezungumza nyuma, mabustani yenye mito, yenye majumba kila aina, yenye zivuli, yenye zakula na matunda, yenye matandiko ya hariri na zitanda za dhahabu na fedha na lulu na marjan na kila sampuli tunazungumza, zinwaji kila sampuli, itakuwa hakuyatimu chochote ikiwa hakujakamilishwa na kiungo hiki, kwa sababu yeye ndo alomuumba mwanadamu na amuelewa maumbile yake mwanadamu. Ndio leo twaingia katika masala ya alhurul alain, ambao ni katika neema moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea waja wake katika pepo. Tuzipitie baadhi ya aya zinazozungumzia hurul ain, tusikize wana sifa gani wanawake hawa au hawa hurul ain. Kwa baadhi ya wanazuoni wakataa hurul ain kuwaita wanawake, kama tutakavyokuja kuona katika suratul Baqara aya 25. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walahum fiha azwajun mutahhara, watu wa peponi wanao katika pepo azwajun mutahhara. Hapa wamesifiwa kwa sifa ya mutahhara. Ufasirina wanena usafi uliokusudiwa hapa wa tahara ni usafi wa tahara wa kila upande, kimwili na kinafsi na kiroho. Ni wasafi, hawana punguani, ni wasafi, hawana aibu wala nuksani, sawa katika miili yao au katika tabia zao na sifa zao za kiroho, yani waliokamilika kila upande, bao ni nadira kupata mtu sampuli hii akawa Mwenyezi Mungu amempa ukamilifu wa kimaumbile, wa kisura, wa kimwili. Hata hapa duniani mwanamke namna atakaokuwa mzuri au mwanamume namna atakavyokuwa mzuri, kuna baadhi ya aibu za kimaumbile haziondoki. Ndivyo aliomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana jasho, aenda haja, mwanamke ana siku zake za ada. Mwenyezi Mungu asema wanawake hawa ama hawa azwaji ambao amewazungumza hapa ni mutahhara, hawana punguani aina yoyote. Katika suratu Dukhan aya ya 54 Mwenyezi Mungu atuambia, wazawajnahum bihurin ain, tawaoza watu wa peponi hao hurun ain.
Katika suratul Waqi'a Mwenyezi Mungu atuambia wa hurun 'ainun ka amthali lu'lu'il maknun. Hurul 'ain Mwenyezi Mungu amewafananisha na lulu ambayo imesitwa. Katika suratul Rahman Mwenyezi Mungu atuambia hurun maqsuratun fil khiyam. Takuja kuzifasiri hizi ibara moja baada ya moja. Katika suratul Rahman pia atuambia fihinna, katika hizo pepo, qasiratu tarfi, au anakusudiwa ni hurul 'ain katika sifa yao hii. Qasiratu tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Hawa ndio hurul 'ain. Sasa hapa mwanzo tuna sifa ya hur. Kwa nini wameitwa hur? Na maanisha nini neno hur na neno 'ain? Kisha tumeona pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno lu'lu'ul maknun katika kuwasifu wanawake hao. Kisha twaona pia kumetumika neno qasiratu at-tarf. Kienda tena mbele utaona faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kuna neno urb, abkar na neno tirb ambalo wingi wake ni atraban. Haya ni mambo tutataka tusimame nayo katika kuweza kuwafahamu sifa zao. Tukianza na neno hur. Hur, wataalamu wa lugha watuambia ni wingi wa neno haura au ahwar. Kwa mwanamume ni ahwar, kwa mwanamke ni haura moya. Ilikikusanywa kwa wingi huambiwa hur, ni wengi. Neno hili wasema katika asili yake ya lugha, mtu anaposifiwa haura au akaambiwa fulanun ahwar, linamaanisha weupe wa mato yake ulotangamana na weusi. Kwa hili ito tuliona kuna mboni ni nyeusi, kisha na pambizoni huku ni nini? Ni weupe. Sasa palipo peupe pakiwa peupe sana, na palipo peusi pakawa peusi sana. Mtu mwenye sifa ya mato sampuli hiyo huamkuliwa ahwar, au mwanamke mwenye sifa ya mato kama hiyo huamkuliwa nini? Haura. Yani ni shiddatu sawadi fi shiddati albayad, shiddatu sawadi fi shiddati albayad, ni weusi wa mboni na weupe wa maeneo ambao ni meupe mwingi, kisha engeza na kiungo kimoja liwe na ito lenyewe ni kubwa. Kwa maumbile ya mato ya watu tofautiana. Kuna watu wana mato matoto, kuna wengine wana mato makubwa. Kwa si kubwa kwa maana ya kubwa mpaka akawahutisha ikawa ndajali. Sasa ala kulli hal, hiyo ndo maana ya hur walonena wengi katika wataalamu wa lugha. Baadhi wachache wamekataa tafsiri hii, wamesema hurun asili yake ni bayadhul jism, ni mtu ambaye kwamba mwili wake wote ni mweupe. Kwa nyeupe hii hapa si nyeupe hii ya nguo, ila mtu akiwa mweupe kama bafuta au asisifa tena. Sasa yani rangi nyeupe ya mwili. Lakini hawa ni machache, wengi wamekwenda kwenye tafsiri ya kwanza, na hii tafsiri ya kwanza ndio tafsiri ambayo wengi wameitilia nguvu. Hata sisi tuitilia nguvu kwa sababu ya karina zitakazokuya. Utaona Mwenyezi Mungu katika kuwasifu hawa amerakizi sana kwenye mato, katika kuwasifu hawa hurul ain zaidi ameeleza sana sifa za mato. Na ndio utapata katika lugha ya Kiarabu kuna neno tahwir.
nalomaanisha kufua nguo pia, kama unapozipeleka kwa dobi nasema nimezipeka nguo zangu litahwir. Kwa hivyo tahwir ni amaliyatu ghasli thiyabi wa tabyidhiha, na ndio utawapata wafuasi wachache wa Nabii Isa. Wale wafuasi wachache wa Nabii Isa, wale wa mukhlisin, wale Mwenyezi Mungu amewahitaji katika Qur'ani alhawariyun, katika suratul Jumaa, ama munafiqun ipotaja wale au suratu Saf alhawariyun. Neno hawariyun latokamana na neno hur, na yasemekana wale waliokuwa mukhlisina katika wafuasi wa Nabii Isa walikivaa nguo nyeupe. Wote walikuwa wana tabia ya kuvaa nguo rangi nyeupe wote, mpaka wakajulikana kwa jina la hawariyun, ikikusudia neno la weupe ambalo limo ndani ya tamko hili. Ala kulli hal, hiyo ndio maana ya hur. Ama ain pia ni wingi, moya yake ni a'yan. A'yan kwa wazni wa afdal ndio moya, ikikusanywa kwa wingi inakuwa ain. A'yan huambiwa mwanamume akiwa na sifa hii, mwanamke huambiwa ainaa, moya. Hii maana yake ni, wanavyotuambia wanalugha, ni al-ainul wasi'a, mato mapana. Linatokamana na neno ain, ni katika sifa za mato. Kisha baada yake lilikuwa kila mtu mwenye mato mapana husifiwa kwa sifa ya ain, lakini baada yake likatatawar katika lugha, likahusika na mwanamke. Ni sifa ya mwanamke ambaye mwenye mato mazuri ya kuvutia. Kisoma ibara wanena thumma utliqa ala almar'ati dhil aynayn alwasi'atayn waljamilatayn waljadhabatayn, kisha likawa ni mahsus kwa mwanamke mwenye mato mapana mazuri na yenye kuvutia. Kwa hivyo likawa halitumii tena kwa mwanamume. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hurun ain. Twazipata sura sifa zote hizi mbili zilizotanganywa zalenga wapi? Zalenga mato. Ukiongeza na ile aya inayotuambia fihinna qasiratu tarfi. Tarfi katika lugha ya Kiarabu pia inatumika kwa mato. Ka'b bin Zuhair, sio? Mumuyua Ka'b bin Zuhair. Ka'b bin Zuhair ni katika wale masahaba kipindi kimoya walokwenda kutoa udhuru, hawatokwenda zitani, na ikawa udhuru si wa ukweli, wakapata adhabu kali. Baada yake Mtume akatoa amri hakuna watu kunena nao, kiswa maarufu hiki, mpaka ilipoteremka toba yao, wa ala thalatha, wale watatu. Mmoja ni Ka'b bin Zuhair. Ka'b bin Zuhair alipopata bishara ya kupata toba, kwamba imeteremka aya ya kutubiwa wao baada ya muda mrefu, kuwa hakuna anenao naye, hakuna mpisia usalamu, hakuna amuulizao, alitunga mashairi yake maarufu sana kwa furaha ya kupata tauba, kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Maarufu yasema banat suadu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wama suadu al-bini idh ghadat illa ghadidhu at-tarfi makhulu. Warabu walikuwa na tabia, wakitaka kuanda shairi lao kwanza walikianda kumsifu mwanamke, wakianda ile. Hata mwenye burda pia ukimwangalia Busuri akianda, ameanda na kulilia ndwele, sio? Busuri katika burda anena min tadhakkuri jirani bidhi salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Akaja mpaka akaingia kwa Mtume, na huyu naye alianza kumsifu mwanamke akimuita Suad, asema Suad amenikimbia.
banat suadu faqalbi alyawma matbulu, moyo wangu leo una maradhi. Mutayyamun ithraha lam yufda makbulu, akaendelea mpaka akamsifu, akafika wakati ghadidhu tarfi. Ghadidhu kwa Kiswahili chetu cha kai unena mwenye kuwika mato. Leo wengine kukwambia ani masala Mwenyezi Mungu ameyazungumza kwenye Qur'an, na sisi lazima tuyazungumze katika kuwasifu haya, yale mato ya kusindia leo ya mvua. Ghadidhu tarfi, mwenye kuwika mato. Lam yufda makbulu, akaendelea haifau muqbilatun ajzaun mudbiratun la yashtaki minha qisarun wala tulu. Kanena akikukabili matumbo peza, akikupa nyongo ni ajza tena, na hashtaki urefu wala ufupi. Sasa sifa ya ghadidhu tarf ndio inayokusudia Mwenyezi Mungu hapa, qasiratu tarf, ambao utaziona sifa zote zaelekeza kwenye mato. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala jan, hawajaguswa na mwanadamu kabla yao wala na jini. Ni khalisatan lahum, hawa ni fresh yani kwa wao, si ndio watu wa sasa. Mwenyezi Mungu atuambia tena, wa hurun ainun ka amthali lu'lu'il maknun, amafananisha na lulu iliyositwa kwenye shaza lake. Na hapa kuna nini mbili Mwenyezi Mungu ataka kuzifikisha katika kumfananisha na lulu, tena ingali shazani. Kwanza ataka kutilia mkazo lile lile lam yatmithhunna insun qablahum wala jan, yani ile lulu iliyoko kwenye shaza haijaguswa, haijaonekana na yoyote urembo wake, sio kuguswa tu. Ule wa kwanza atakao kwenda kupasua lile shaza ndio atakao kuwa yeye ni wa kwanza kuona mmemetuko wa ile lulu. Pili, wao ka amthali lu'lu'i, katika kung'ara kwao, katika bashasha yao, katika urembo wao, katika pambo lao. Zote hizi Mwenyezi Mungu awafananisha na nini? Na lulu. Na lulu ni madini ama ni kitu ambacho kina tabia ya kuvuta, taslubul anzar, ya kuvutia kwa ile pambo lake na ule mng'aro wake. Aendelea Mwenyezi Mungu atuambia, faja'alnahunna abkara. Abkara jamani, sote tunajua ni maana ya bikra. Taban baadhi ya wanazuoni wasema sifa hii si sifa inaohitajia kufanywa sheshegi, wala hata wanawake wa duniani kwa mabikra. Na kila mwanamke ambaye hajakutana na mwanamume kwa mara ya kwanza atakuwa nani? Atakuwa bikra. Ni jambo la kawaida. Maneno la Mwenyezi Mungu hakukusudia tu kwamba mwanamke huyu atakuwa bikra kama vile mwanamke wa duniani. Faja'alnahunna abkara, wanena hii aya inafahamisha istimrar, ni kwamba hawa wanawake wa peponi watabaki kuwa ni abkara, kama mithili ya kile chakula tulonena. Chakula kile ukila, umeagizia tufaha peponi, umeetewa, ukiagizia mara ya pili utaona ndio handa kulila sasa, tamu nyingine. Kwa hivyo hawa hurul ain, Mwenyezi Mungu atuambia kila wakati na kila saa watakuwa ni wapya. Na uruban ni jamu, ni wingi wa neno arub ala wazni sabur. Arub yani ni sifa ya mwanamke mwenye kite na mwenye kujipendezesha kwa mumewe. Mbali na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wao wenyewe amewaumba ni warembo, maumbile yao yavutia,
na tabia zao pia ni tabia saa zote za kujipendezesha kwa waume zao na kuwa na kite. Ama neno atraban limetokamana na neno tirbun, na asili yake wanasema ni zitu zilolingana. Waweza kusema mimi na fulani na fulani ni atrab, ni rika moya, umri wangu na wake ni sawa, kuambiwa atrab. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hawa mahurul ain sio wengine watakuwa ni wazee, wengine makamu katikati, wengine ni vijana, la, wote watakuwa katika umri mmoja na uzuri ni sawa na kila kitu chao ni sawa. Huwezi kumfadhilisha huyu kuliko huyu, ni atraban. Baadhi ya mufassirina wanena la, neno tirbi asili yake ni mfupa unaumea yula gula kuliwatia, ule unaitwa kaab, fura unaufura hapa juu. Na Mwenyezi Mungu asema amewasifu kwa sifa hii akikusudia maumbile fulani katika zifua zao, kwamba watakuwa na maumbile ya kifua ambacho ni chenye kuvutia. Wakawaiba atraban wa ka'san dihaqa. Hizi ndio baadhi ya sifa nimependa kuzikusanya, sitaki kuingia ndani sana katika mambo kama haya. Kuna mulahadha tu moja katika kusoma kwangu, nimekuta kwamba pamoja na kwamba sisi tuna fikra ambayo itazalisha swali, ikiwa Mwenyezi Mungu wanaume amewapangia hurul ain, wanawake wamepangiwa nini? Suala hili limejengwa kwenye fikra ya kwamba hurul ain ni wanawake ambao ukifuatilia Qur'ani mpaka sasa, Qur'ani haijaeleza hawa wanawake au wanaume, bali Sheikh Makarim Shirazi anena hurul ain. Tusomee ibara yake, asema wa minal jadiri bil ishara, asema ni muhimu sana tushirie anna kalimata hurin ain tutlaqu ala al mudhakkari wal muannath, hutumiwa kwa mwanamume na mwanamke. Na tumeona katika lugha tumenena hur ni wingi wa ahwar na nani na haura. Haura ni mwanamke na ahwar ni nani? Ni kila mwenye sifa ya mato sampuli hiyo. Kisha ukirudi nyuma ukiangalia walahum fiha azwajun mutahhara, zauj katika lugha ya Kiarabu huwa mkuli wa mwanamume na nani? Ila Mwenyezi Mungu amwambia Adam uskun anta wa zawjuka. Wazi kwenda kufasiri pale na mumeo. Sasa mbona Qur'ani imenena wa zawjuka haikunena wa zawjatuka? Wa zawjuka, kwa hivyo mume huwa mkuli wa zawjun na mke huwa mkuli wa nani? Zawjun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema kuna azwaj kwa wanaume na wanawake. Kwa hivyo masala ya kwamba mwanamume peke yake ndiyo mwenye hurul ain, haya ni masala yatakayaangaliwe vizuri. Kwa sababu gani? Nukta muhimu tu nataka kuishiria. Lakini wengine hukwambia wanaume ndio watakao kuwa na hurul ain. Waambiwa na hawa wanawake wa duniani. Taambiwa hawa wanawake wa duniani Mwenyezi Mungu kila mwanamke atampa mumewe, na watakuwa wazuri kuliko hurul ain. Sawa. Aha, wale waliokufa hawakuolewa, wale waliokufa hawakuolewa, wale waliolewa wakawatwa mume akaoa mke mwingine akafa. Sasa hawa hawatakuwa na haki ya kuwa na azwajun mutahhara.
Naam, nafikiri suala linalofaa kuulizwa ni hili, si kwamba hurul ain wa wanaume wanawake hawana hurul ain, la, inaona wote wanao hurul ain. Naam, je, wanawake watakuwa na taaddud kama wanaume? Hili ndio swali. Yani mwanamume akiwa ana hurul ain 10, ana hurul ain 20 au 30, na mwanamke pia atakuwa na hurul ain 20 au 30? Au ule mwanamke ambaye atakuwa na mumewe atakuwa na ziada ya nini? Ya hurul ain. Hili ndo suala la kimsingi la faa liulizwe, sio lile la kwanza. Na hili nataka utafiti kiasi fulani, na insha Allah taala tutaendeleza hili darsa mbele, tutayaona haya, kwa sababu nimependa kuyawata tuyazungumze. Kuna maswali mingi ya kuhusu hapa peponi, kuhusu hurul ain, kuhusu chakula hiko kwa hiko kila siku, mahali hapo kwa hapo hapachoshi, na mengineo, yani masala ya rataba na masala ya hurul ain na mengineo tutayauliza mwisho baada ya kuizungumza pepo mpaka tuimalize yale masuala yanayoulizwa. Tutasimama hapa, na nafikiri leo itabidi tusimame kwenye darsa, sababu au baadhi yao washaanza mitihani wengine, na wengineo Jumamosi itakayokuja sio waanza mitihani, na mtihani wao wa mwisho baada ya wiki hiyo wakisha kufanya mitihani wafunga. Na darasa hili tunawategemea wao wanafunzi ndio wengi zaidi, kwa insha Allah taala tutalisimamisha darasa kuingia katika mwezi wa Shaaban, tukijiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kesho kutwa ni Isra na Mi'raj ambayo ni siku kubwa tu. Nimependa pia kushiria, kuna mmoja katika watu wetu wanaohudhuria hapa mara nyingine aliniuliza swali, nimeona nilijibu mbele ya watu waweze nini, kabla sijatoa mlango wa maswali, kuja akanambia, ustadhi, kweli sisi mashia husoma Mi'raji? Masala ya Isra na Mi'raji ni masala ya Kiislamu, ni masala kama leo nilivyoyazungumza kwenye Juma yamezungumzwa kwenye Qur'an, si masala ya ikhtilaf, ni hakika, haina shaka, na ni siku ya sherehekewa ulimwengu mzima. Naam, katika masala ya kuhuisha minasaba, sawa ikiwa ni Miraji ama ni Maulidi ama ni kitu kingine chochote, ni Lailatul Qadri ni nini, kuna masala ya mila na desturi huingia kati. Leo hata ndugu zetu ahli sunna wanavyosoma maulidi wao hukuma kwetu sivyo wanavyosoma maulidi. Ukienda mathalan Masri, ukienda ukiangalia mathalan sampuli zao za maulidi ni tofauti, ukienda ukiangalia sampuli za Miraji ni tofauti, na kila mmoja huifanya sherehe kulingana na mazingira yake na utamaduni amezokulia nao. Kama sisi tunasoma Miraji, ingawa sampuli ya kusoma Miraji mbali na mila na desturi yaweza kutofautiana, pia na malengo. Sisi tuna mulahadhat na baadhi ya mulahadhat katika sampuli isomao Miraji, na hatusemi ni makosa, twasema kiasi fulani lile lengo halifiki, limekuwa ni kitu cha kirutini, na kumeingizwa zitwa ambazo zimeitoa Miraji katika malengo yake. Na leo aingiao msikitini kusoma Miraji, asomao na wamsikizao wote akili zao ziko lini atamaliza haraka ili tusivamiwe, chakula kisiwe hakitoshi. Sasa utaona leo kila ule ambaye kwamba ni mwepesi na ni wa haraka zaidi ndio anaopewa nafasi ya kusoma mambo yale. Narudia, sineni mambo yale ni haramu, lakini nasema ni jambo ambalo laitoa tukio hili katika madhumuni yake. Leo watu ngia toka miaka huenda kusikiliza. Kuna maswali mingi leo watu wa kawaida wakiulizwa kuhusu Isra na Mi'raj hawana thakafa yoyote. Kwa hivyo yale masala ya ngamia kuvundika guu na vali kwa umekaribia
na watu kuhesabu misikiti kwamba mimi nitakwenda msikiti fulani, nikitoka msikiti fulani, yale ndio mambo ya kiasi fulani yataka yapijwe nini, yapijwe msasa. Lakini kadhia ya kusoma Mi'raj ni kadhia ya Kiislamu na ni siku yataka ikumbukwe, ihuishwe na ifanywe sherehe na watu waelimishwe kuhusu Isra na Mi'raj. Kama kuna swali lolote.